Salamu familia, kwa majina naitwa Dominic Msaba. Mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zulula 100. Ndugu zangu, namshukuru Baba Muumba pekee ametujalia tena tuendelee kupata mafundisho yale ambayo tunatakiwa tuyapate ndugu zangu, kwa sababu ni ukweli. Na siku ya leo neno la Luba limeruhusu tena tuendelee kupata mafundisho kutoka katika kitabu chetu Galata Ndimsi, kitabu chetu cha maajabu. Somo la leo litatoka humo. Litatoka katika kitabu cha Biala Bamunia mabano Methali, sura 27 kuanzia mstari wa kwanza, katika tema ambayo inasema methali zingine mabano muendelezo. Ndugu zangu, tunajua katika hali inaonekana tuna ugeni mkuu, tunaye Muledi Zulula 100. Kabla ujio wa Muledi, ndugu zangu, hatukuwa na ufahamu kuwa kuna methali kulingana na ukweli. Tulijua hizo ambazo zinapatikana kwenye Biblia za kisasa, tulijua labda ni moja ya vitabu ambavyo huenda vina ukweli wote, lakini baada kupata maarifa ya kweli kutoka kwa Muledi Zulula 100, tumeendelea kupata ukweli halisi na tunajua kuwa Biblia za kisasa zote ni upinga ukweli, kwa sababu zina mambo ambayo sio kulingana na ukweli. Kwa hiyo hata zile methali ambazo zipo zinapatikana huko sio kulingana na ukweli. Ukweli halisi ndio huu, tutaenda kupata methali za kweli. Biala Bamunia mabano methali kulingana na ukweli. Kianza na mstari wa kwanza unasema: usijisifu juu ya jinsi itakavyokuwa kesho, kwa maana hujui kwa uhakika yatakayotokea leo. Ni kweli ndugu zangu, tunajua katika hali inaonekana kuna mengi yanaendelea. Mfano, kuna hao ambao wanaitwa ni wachungaji na kuna hao ambao wanaitwa ni waumini. Kwa mujibu wao wanasema wana uwezo wa kutabiri, kujua kesho ya mtu katika kazi, katika biashara na katika mambo mengine, huenda labda ni kisiasa au ya kimichezo. Wao wanasema wana uwezo wa kutabiri, lakini wao hawajui leo yao ni namna gani, kwa sababu hawana roho wa kweli wa utambuzi. Ili uweze kuelewa haya, ni vyema ndugu zangu uweze kupenya yale ambayo Muledi anatuambia. Kwa sisi ambao tupo kulingana na ukweli, tunajua kabisa hautakiwi kujisifu, kwa maana sifa ambazo zinaweza zikapenyesha mambo mabaya hazitakiwi, kwa sababu hakuna mtu anayejua kesho ndugu zangu, lakini Muledi anajua. Kaka zetu wa kiroho, roho za agizo kula vitu wanajua. Kwa ni vyema tupenye haya ili tuendelee kubaki imara katika njia yetu hii ya utakaso, ili tusifungue milango ambayo sio mizuri ndugu zangu. Mstari wa pili: waachie wengine waimbe nyimbo za sifa zako. Acha mtu mwingine afanye badala ya wewe mwenyewe. Alama mshangao. Tunajua kuna wale ambao wanapenda kusifiwa, wanapenda sifa. Tunaona katika makanisa, tunaona wachungaji na waumini wanapenda mambo ya kusifiana. Lakini tunajua kulingana na ukweli, ni vema sisi ambao tumepokea mafundisho tudhihirishe yale ambayo Muledi anatuambia, kwa sababu tunatakiwa tuweke katika matendo. Kwa hiyo mafundisho ambayo sisi tutadhihirisha kwa vitendo, wengine ndivyo watakavyoyasema na watajifunza kupitia kwetu. Kwa ni vema ndugu zangu tuelewe haya, sisi ambao tupo katika zizi la Muledi Zulula 100, tudhihirishe sheria za neno kwa upendo, kwa sababu ni ukweli, ili watu wengine wajifunze kupitia yale ambayo tunayapokea kutoka kwa Muledi mwenyewe. Mstari wa 3: jiwe lina uzito na mchanga ni mzito, lakini hali ya mpumbavu ina uzito kuliko vyote viwili. Ndugu zangu, tunajua ni kweli wao walikuwa kwenye dini, wao ambao wapo mpaka sasa, wao wanafikiri wapo katika mafundisho ya kweli. Uzito, namna ya kupima mafundisho ya uongo na kweli, wao hawajui, kwa sababu wapo katika uongo. Kwa hiyo wanakuwa katika hali ya upumbavu, kwa sababu wao wanafikiri ukweli na uongo vyote ni sawa. Na ndio maana hata kwenye Biblia za kisasa na vitabu vyao vingine vya dini havina uwezo wa wao kuwafanya watambue kuwa wapo katika uongo. Tunajua katika Biblia za kisasa kuna uongo upo, lakini wao hawajui kama upo. Kwa maana yake ni sawa sawa na watu ambao wamebanwa na hali ya upumbavu,
kutokutafakari, kutokujua na kutumia hiari zao vizuri. Kwa hiyo ni vema ndugu zangu, sisi ambao tupo kwenye ukweli tuendelee kutii sheria za neno ili tuendelee vema zaidi katika njia yetu hii ya utakaso ili tumalize safari salama. Mstari wa 4. Ghadhabu ni kali na hasira ni kali, lakini ni nani awezaye kuzuia wivu? Alama ya kuuliza. Ndugu zangu, tunajua sisi ambao tupo kulingana na ukweli tunatakiwa tutii sheria zote za neno bila kuacha sheria yoyote. Lakini tunajua kabla kuingia kwenye ukweli huu tulikuwa na jamii, rafiki na ndugu kadhaa wao ambao tulikuwa tunashiriki baadhi ya matendo pamoja. Baada ya kuingia kwenye ukweli huu kuna ushirika umeondoka, kwa sababu sheria za neno la Luba linatutaka tuwe watakatifu katika njia zote. Kwa hiyo kitendo tu cha kufuata sheria za neno la Luba, wale ambao zamani tulikuwa tunashiriki nao, kuna wivu utaingia. Ikiwa ni kazini, huenda labda mlikuwa mnafanya pamoja, kuna hali ya wivu itaingia, kwa sababu kuna tabia wewe ambazo hutokubaliana nazo kwa sababu upo kwenye ukweli. Kwa hali hiyo huwezi kuizuia. Wivu wa kwako wewe huwezi kuzuia, kwa sababu ni hali ambayo wao watadhihirisha. Lakini kwetu sisi inatakiwa iwe ni kulingana na ukweli, yani kutii sheria za neno la Luba. Na hasira yao ni kali kwetu kwa sababu wanasukumwa na demon za utajiri, hali inaonekana. Demon za matukio, demon za kivita. Ndugu zangu, ni vema tupenye haya kwa sababu yatatusaidia katika njia yetu hii ya utakaso tuweze kufika salama. Mstari wa 5. Afadhali kukosolewa kwa uwazi kuliko urafiki ambao haujadhihirisha wenyewe. Ndugu zangu, ni kweli. Kwenye ukweli kila kitu kinawekwa wazi. Muledi anatufundisha mambo mengi, anatuambia namna ya kuenenda, namna ya kutii sheria za neno. Unapokosea, ikiwa upo kwenye ukweli, basi utakosolewa kwa hekima na kulingana na sheria namna ilivyo, na utawekwa wazi. Kwa urafiki wa kweli upo kulingana na ukweli. Lakini tunaona kwenye hizo dini wao hawapendi kukosolewa, na ndio maana unapokosoa maandiko yao wanajaa, hasira zinaingia, ugomvi, kwa sababu wao wana urafiki ambao ndani yake una hali ambayo sio nzuri. Kwa urafiki wa kweli kuna hali ya kukosoana kwa sababu ni upendo. Ni vema tupenye haya. Kwa hiyo afadhali kukosolewa kwa uwazi kuliko urafiki ambao haujidhihirishi wenyewe. Ndugu zangu, ni vema kupenye haya kwa sababu ni ukweli. Mstari wa 6. Lawama za rafiki huthibitisha uaminifu wake. Busu, fungua mabano, kwenye mkono au shavu kama ishara ya kushikamana. Upendo na heshima, funga mabano, ya uadui ni nyingi mno. Ndugu zangu, tunajua kuna lawama nyingi tunazipokea, hasa sisi ambao tumepokea ukweli. Lakini lawama hizi tunazipata kwa marafiki ambao zamani tulikuwa nao katika hizo dini. Kwa hiyo ni lawama ambazo ndugu zangu zisiturudishe nyuma, tuendelee mbele, kwa sababu lawama zao ni za kutaka kukukumbusha yale ambayo ni ya zamani. Kwa sababu ikiwa mtu ulikuwa unashiriki naye kwenye baadhi ya matendo na sasa hivi hufanyi, na mlikuwa huenda ni marafiki kwa mujibu wenu, mtu huyo, watu wao watakuletea lawama kwa sababu huwezi kwenda nao pamoja kwenye njia ambazo sio kulingana na ukweli. Kwa hiyo kuna lawama za marafiki zipo, lakini vema tuwe waaminifu kwenye neno la Luba, kwa sababu kuna upendo na heshima, ni ishara ya kushikamana. Kwa hiyo rafiki kulingana na ukweli ni rafiki yule ambaye mnatembea wote pamoja kwenye sheria za neno la Luba. Ukikosea atakwambia kwa uwazi, kwa upendo, kwa uaminifu, kwa sababu ni ukweli, ndugu zangu. Lakini kinyume na hapo itakuwa ni hatari, kwa sababu ikiwa utalaumiwa na mtu ambaye hatii sheria za neno la Luba na ukaingia kwenye lawama hiyo kwa kuikubali, ujue utaingia katika hali ya mkanganyiko, na mwisho siku haitokufanya uendelee vema, kwa sababu utakuwa na maumivu, utakuwa na huzuni ambayo sio
nzuri katika njia yetu hii ya utakaso. Mstari wa 7. Mtu aliyeshiba hata ukataa asali, nukta koma. Mwenye njaa huona tamu kilicho kichungu. Ni kweli ndugu zangu, tunajua katika hali inaonekana sisi ambao tumepokea ukweli, kuna baadhi majirani na marafiki ambao tulikuwa nao zamani kwenye hizo dini, tunaendelea kuwafikishia ujumbe huu, lakini wao ujumbe wanaoona ni mchungu, lakini sisi tunajua ni mtamu, ni zaidi ya asali, kwa sababu ni ukweli. Kwa hiyo yule mtu ambaye afuati ukweli huu, ukimpa sheria za neno la Luba, utaratibu wa mafundisho yalivyo, kwake ataona mchungu, kwa sababu roho yake yeye ina njaa. Lakini ikiwa itakula kama akiwa katika hizo dini, maana yake itakula chakula ambacho sio kizuri. Kwa roho yake itakuwa tu na njaa na itakuwa inakula chakula kichungu, kwa maana mafundisho ambayo sio kulingana na ukweli. Lakini mtu ambaye yupo kulingana na ukweli, maana yake atakula chakula kizuri ambacho ni kitamu, na mtu huyu ataendelea vema kwa sababu ni ukweli. Ndugu zangu, mstari wa 8. Mtu anayetangatanga bila kusudi mbali na nchi yake ni kama ndege anaenda mbali na kiota chake, nukta. Tunajua wengi wanasikiliza mafundisho haya, lakini bado anaendelea na mambo mengine. Kuna mbegu tofauti na mbegu hii ya kweli, maana yake neno la Luba. Wengi wanatangatanga kwa sababu wana mafundisho mengine ambayo bado wanasikiliza. Unakuta mwingine anajua kweli upo, lakini anaendelea na hizo dini akiwa naamini kuwa anaendelea kuchunguza, au anakuwa na woga. Kwa hiyo inamfanya mtu huyo awe ni sawasawa na ndege anaenda mbali na kiota chake, kwa sababu tunajua ndege anaenda mbali na kiota chake, ni rahisi yeye kukosa uhuru, kwa sababu anapokuwa mbali, maana yake ule ulinzi unakuwa haupo, kwa adui anaweza kumvamia na ikaleta matatizo kulikweli. Kwa hiyo kuna uhuru unakosekanika hapa, uhuru unakuwa haupo. Furaha ya kweli, upendo unakuwa haupo kwa mtu ambaye yeye anatangatanga, yule ambaye anachukua mafundisho mabaya na wakati anasikiliza ukweli huu. Kwa ni vema ndugu zangu, ikiwa unasikiliza mafundisho haya, ni vema uache kutangatanga, uache kufuata mambo mengine ambayo sio kulingana na ukweli. Tunajua kukosa uhuru ni vibaya, lakini uhuru wa kweli upo katika neno la Luba, na huu ni ukweli ambao Muledi ametuletea. Ni vema ndugu zangu tupenye haya ili tuwe vizuri katika njia yetu hii ya utakaso. Ndugu zangu, mstari wa 9. Bidhaa za urembo na manukato hutia moyo katika sherehe, fungua mabano. Ufahamu wa moyo katika furaha, funga mabano, nukta koma. Utamu wa urafiki ni kama harufu ya thamani zaidi, nukta. Tunajua ndugu zangu, huu ni ubora wa maandishi, ukweli, methali za kweli. Kulingana na ukweli tunaona namna ilivyo na utamu wa kutamka. Mafunzo inatupa busara, inatupa ukweli ambao inatakiwa sisi tufuate. Kwa hiyo ufahamu wa moyo katika furaha, ndugu zangu, ni uzuri na ni urafiki wa kweli ambao unatakiwa udhihirike kwa yule ambaye anapenda kutii sheria za neno la Luba, kwa sababu tunajua urafiki ambao ni mzuri una thamani zaidi, hasa urafiki ukiwa ni kulingana na ukweli. Ndani yake kuna maonyo, kuna upendo, kuna furaha, na inakuwa ni sawasawa na bidhaa za urembo na manukato ambao hutia moyo katika sherehe. Maana yake ufahamu wa moyo katika furaha. Ni vema ndugu zangu tukapenye haya kuwa urafiki wa kweli kulingana na ukweli. Ndugu zangu, ni mzuri kwa sababu mnasaidiana katika kuendelea vema katika njia ya utakaso. Ni vema kupenya haya kwa sababu ni muhimu ili tuendelee vema katika njia yetu hii ya utakaso ambayo tunaendelea nayo. Ndugu zangu, mstari wa 10. Usimwache rafiki yako na rafiki wa baba yako, fungua mabano, walio na tabia njema, funga mabano, koma.
Wala usiingie nyumbani mwa kaka yako siku tu ya dhiki yako, nukta koma. Bora jirani wa karibu kuliko kaka wa mbali, nukta. Ndugu zangu, tunajua katika linaonekana kuna ile hali ya mtu akiwa na shida ndipo anapokutafuta. Mwingine ili aweze kukutafuta lazima awe na changamoto na anahitaji msaada anapopata changamoto yake. Lakini ukweli unatuambia kuwa wala usiingie nyumbani mwa kaka yako siku tu ya dhiki yako. Manake hutakiwi kuwa na hali ya kuhitaji kitu fulani ili uweze kuwasiliana na mtu fulani. Unafiki hautakiwi. Inatakiwa upendo uwe kulingana na ukweli. Tunajua katika linaonekana kuna hao ambao ni waumini na kuna hao ambao ni wachungaji. Wao ambao ni wachungaji unakuta wakiwa na shida ndipo wanapowatafuta hao waumini wawasaidie. Lakini waumini wakiwa na shida, wachungaji ni kama wanawafanya waumini wawe peke yao, kwa maana hawahitaji kuwasaidia. Na zaidi wanaambia waingie kwenye maombi, wakati wao wenyewe wachungaji walivyokuwa na shida hawakuingia kwenye maombi na waliingia zaidi katika kuhitaji wasaidiwe na hao ambao ni waumini. Kwa hiyo ukweli unatuambia kwamba usimwache rafiki yako na rafiki wa baba yako walio na tabia njema. Ndugu zangu, tunajua katika ukweli wa neno la Luba kuna tabia njema, kuna maarifa, kuna mafundisho, kuna upendo. Kwa hiyo rafiki ambaye yupo kulingana na ukweli ni rafiki ambaye anatii sheria za neno la Luba. Ni rafiki ambaye hatofurahia wewe ukiingia katika matatizo. Ni rafiki ambaye hatokutafuta tu wewe ukiwa na shida. Kuna mwingine akiwa na shida ndipo anakutafuta, lakini tunajua katika ukweli halisi sio vizuri. Upendo halisi upo wakati wote. Wakati wa raha ni vema na wakati wa shida pia ni vema, kwa sababu mpo katika njia moja ya utakaso. Yaani wote ambao tupo katika zizi la mledi, sheria ya upendo ni muhimu na sio ngumu, kwa sababu ni ukweli. Ndugu zangu, mstari wa 11. Ishi kwa hekima, koma, mwanangu, koma. Nitakuwa na moyo, mabano, ufahamu wa moyo, funga mabano, wenye kujaa furaha, koma, na yeyote akinikosoa, koma, nitaweza kumjibu, nukta. Ndugu zangu, ubora usahihi wa maandishi, mithali za kweli ndio hizi. Tunaona namna ambavyo hekima ya hali ya juu, kwa sababu tunajua kuwa ufahamu wa moyo wenye mafundisho ya kweli unatii sheria za neno kwa upendo. Vile vile ikitokea kuna kukosoana, basi ndugu zangu unapenya vizuri, kwa sababu utaingia katika maombi ya ufahamu. Endapo utahisi kuna mkanganyiko, utauliza na utajibiwa. Lakini tunaona kwenye hizo dini wao kukosoana inakuwa ni vita kweli, kwa sababu hawapendi kukosoana, hawapendi ukweli, hawapendi kuambiana wazi ili waweze kujua. Na kwa sababu wao hapo kwenye uongo, hali yao inakuwa mbaya zaidi. Unaambiwa ishi kwa hekima. Kwa hiyo kwa hekima maana yake ni kulingana na ukweli, ili yoyote akikosoa ambaye yupo kulingana na ukweli, endapo kaka au dada amekosea, basi atamjibu, lakini kwa hekima. Tunaona hao ambao ni wanadini, wao hawezi kupenya mambo haya, kwa sababu wao kwa mujibu wao wanafuata hiyo ambayo ni Biblia na miongozo mingine ambayo sio kulingana na ukweli. Kwa hiyo watakuwa na hali ambazo sio nzuri. Na mbaya zaidi, hawafahamu, ufahamu wa moyo wao haujui kuwa wapo katika uongo. Baadhi na wengine wanajua, wale ambao wanafuata mafundisho ya mledi wanajua, wachungaji baadhi wanajua kuwa mledi yupo, lakini wanafanya kushupaza shingo kwa sababu ya maslahi yao ambayo yatawaangamiza wasipoacha. Mstari wa 12. Alianzishwa anaona janga linakuja na kujificha, koma, nukta. Wasioanzishwa, koma, wazungu na damu mchanganyiko, mabano, metisi, hujiingiza ndani yake na wanalipa ghari, nukta. Ndugu zangu, ni ukweli alianzishwa anakuwa na maarifa,
anapoona janga linakuja anajificha. Ni kweli kuna wale ambao tunajua wapo kwenye hizo dini, wengine unakuta wanaangamia tu katika ujinga, kwa sababu mwingine anasema yeye kwa mujibu wake anamwamini huyo ambaye ni Yesu. Kwa mwingine unakuta hata anapoumwa hataki kwenda hata hospitali, kwa maana anaingia katika hali ya ujinga, kwa sababu anasema ataomba Yesu amsaidie, lakini tunajua nyuma ni demon ambayo itamfanya yeye aendelee kuangamia na mwisho wa siku afariki katika kifo cha kiroho. Kwa hiyo mtu alianzishwa anakuwa na maarifa, anajua ni namna gani ya kufanya. Katika ukweli wa neno la Luba kila kitu kipo, tunafundishwa, tunawekwa wazi. Lakini wao ambao ni wasioanzishwa, wao ambao wapo kwenye hizo dini, wanaingia kwenye mikanganyiko. Mwingine unakuta anaumwa mpaka malaria, hataki kwenda hospitali, hataki kwenda kupata matibabu, anaona kupata matibabu hospitali ni udhaifu. Lakini kwenye ukweli wa neno la Luba unafundishwa namna ya kufanya. Unapokuwa na changamoto, namna ya kutatua kulingana na ukweli. Kwa hiyo wao, kwa sababu wanashindwa kutumia maarifa, wao ambao wapo kwenye hizo dini, waumini, hata wanapopata changamoto, wanapoona hatari, watashindwa kujificha, kwa sababu watajiweka katika hali ya kuona kuwa wao wanahitaji kusaidiwa na Yesu, na mwisho wa siku wataangamia. Ikiwa ni mtu anaumwa labda ni malaria, anajikuta anaweza pia akafariki, kwa sababu angeenda hospitali huenda angeweza akapata matibabu. Lakini kwa sababu wapo katika ujinga, wao watarifa ghari, maana mtu ataingia katika maumivu, ataingia katika majanga ambayo ile hatari angeiona angeficha, ila kwa sababu ni asianzishwa anakuwa hajui. Lakini alianzishwa anaona janga linakuja na kujificha. Ni vema ndugu zangu tukajua haya, kwa sababu ni ukweli halisi na ni ukweli. Muledi anatuambia hivyo. Mstari wa 13. Usiruhusu kuwa mdhamini wa deni la mtu usiyemjua. Nukta. Ndugu zangu, wakati tupo katika hizo dini zamani, ulifikiri kuwa mtu yeyote ambaye unamuona unaweza ukamuombea, unaweza ukamdhamini. Namaanisha kuwa unapokuwa unamuombea mtu, unapoingia katika dhiki yake, manake ni kama unamdhamini, unampa msaada ili aweze kutoka, manake unafanya badala yake. Lakini tulipoingia kwenye ukweli kuwa tunaambiwa usiruhusu kuwa mdhamini wa deni la mtu usimjua. Tunajua katika hali inaonekana kuna mambo mengi, matukio ni mengi, magonjwa ni mengi, shida ni nyingi kulikweli. Lakini ikiwa mtu hujui asili iliyomsababisha pate shida hiyo, ndugu zangu, hata ukiingia kwenye maombi unafanya bure, kwa sababu kinachotakiwa mtu anapokuwa kwenye shida, mfano ni mgonjwa, ni vema sisi ambao tupo kwenye ukweli tumpe ujumbe wa neno la Luba, tumpe mafundisho ili aweze kuyakubali, ili aweze kufuata ukweli, yeye atumie hali yake. Na sio tu akubali ukweli kwa sababu labda anaumwa, labda ana shida. Hapana, anatakiwa ukweli unapopokea upokee katika ufahamu wako wote. Isitokee kuwa unapokea ukweli kwa sababu labda una njaa, ukishiba ni nini utafanya? Ni kitu kingine. Au unaumwa, ukipona je, utafanya namna gani? Kwa ni mambo mengi ya kufikiria. Kwa unapokuwa mdhamini, mfano unamwombea mtu ambaye hujui asili ya kosa alilofanya. Na ndio maana tunatakiwa sisi ambao tupo kwenye ukweli tuweze kusaidiana kimaombi, kwa sababu tupo katika sheria ambazo ni za pamoja, ukweli. Tupo katika mawimbi ambayo ni ya ukweli. Lakini ukimwombea mtu ambaye hayupo kulingana na ukweli, ndugu zangu, ni vema mpikishie neno alafu atumie hali zake. Kwa hiyo unaweza kuwa mdhamini wa mtu wa deni ambalo huwezi jua alifanya kitu gani mpaka kapitia hali ya namna hiyo. Kwa lazima uwe na roho ya utambuzi, na kulingana na ukweli utakuwa na maarifa ya kujua ni nini ambacho kimetendeka. Kwa hiyo unapomuona mtu yupo kwenye matatizo fulani na unahitajika kumsaidia, ni vema ukajua
chanzo cha tatizo lake ni nini. Kuna matatizo mengine ni matatizo ya kiroho, inatakiwa umpe huduma ya kiroho, umpe neno la kweli ili aweze kutoka. Lakini mwenye hekima anajua haya na ni ukweli kwa sababu mledi anatufundisha. Lakini kwenye hizo dini wao ni wanakemea, wanafanya maombi, na mbaya zaidi ni maombi ambayo sio kulingana na ukweli, ni uongo, na inawasababishia wao wanaingia katika hali ambazo sio nzuri. Kwa ni vema ndugu zangu tukaingia katika ufahamu mzuri kuwa unapotaka kumuombea mtu ni vema mtu huyo awe kulingana na ukweli. Mpe neno la kweli, neno la lugha, ujumbe ambao utamsaidia yeye aweze kuwa vizuri kiroho, na ndipo hapo anaweza akaendelea vema. Ni vema ndugu zangu tupenye haya kwa sababu nataka tujue ni ukweli ndugu zangu. Usiingie katika hali ambayo itatuletea changamoto. Sio vizuri kuona mtu aliyepata changamoto ukafurahi. Sio vizuri kufurahia mtu anapopata shida. Sio vizuri. Kweli wa neno la lugha hauwezi kuruhusu hicho kwa sababu ni upendo halisi. Lakini vile vile sio vizuri kufanya maombi kwa kila kitu kwa sababu kuna vitu vingine lazima ujue chanzo cha tatizo hilo ni nini, ili usifanye udhamini wa rafiki au jirani au mtu usiyemjua ambaye utaingiza udhamini wako na utapata matatizo kweli. Mstari wa 14 ambao ndo mstari wetu wa mwisho kwa siku ya leo unasema: mtu akimsalimia jirani yake kwa sauti kubwa alfajiri, salamu yake itahesabiwa kuwa ni tusi kwa wajinga. Ni kweli ndugu zangu, tunaona baadhi ya dini wao wanapenda kulazimisha watu. Mfano unakuta ni alfajiri wanapiga kelele kwa mujibu wao, wanawaamsha watu ili waweze kumwabudu kwa mujibu wao huyo Mungu. Lakini kuna baadhi ya dini nyingine ni kweli wanaona kama ni kelele, na uhalisia kweli ni kelele kwa sababu sio kulingana na ukweli. Lakini tunajua kulingana na ukweli hutakiwi kumlazimisha mtu endapo unampelekea ujumbe, kwa sababu kila mmoja ana hiari yake, kila mmoja ana uhuru, lakini uhuru unatakiwa uwe kulingana na ukweli. Tunajua kuna sheria za maadili zipo, sheria za kiroho, kwa sababu nyuma sheria za maadili kuna mambo ya kiroho kulingana na ukweli. Kwa ni vyema ndugu zangu tuelewe kuwa mtu akimsalimia jirani yake kwa sauti kubwa alfajiri, tunajua kuwa salamu yake itahesabiwa kuwa ni tusi kwa wajinga. Unakuta kuna mwingine unampelekea neno la kweli, neno la ukombozi, neno la lugha unampelekea, lakini yeye anahisi, anasikia tofauti, anahisi ni kama unampelekea ujinga kwa mujibu wake. Kwa hiyo yeye ataingia katika mitego, mikanganyiko, na mwisho siku asipotumia hiari yake vizuri, mtu huyo ataingia katika hali ambayo ni mbaya zaidi. Ndugu zangu, siku ya leo tulikuwa tumesoma katika kitabu cha Kalata Ndims, katika methali bialabamunia ya kweli, methali za kweli, katika muendelezo wa yale ambayo ndugu zangu ni moja ya mafundisho ya kweli. Methali za kweli tumezisikia na tumeona utamu na uzuri ambao upo. Hakuna mkanganyiko, ni ubora wa hali ya juu. Ndugu zangu, kwa wale wasiojua, katika kipindi chetu tunaye mgeni mkuu, Muledi Zulula 100. Ni vema ndugu zangu tukajua ndiye mwalimu pekee. Bila ukweli wa neno la lugha hauwezi kuokolewa. Ndugu zangu, tujue hukumu ipo, lakini sio kila mtu atapita kwenye hukumu. Ni vema kuelewa haya, lakini pia endapo una wasiwasi na haya mafundisho, ni vema ukafuatilia, ni vema ukachunguza, kwa sababu unapoendelea kubaki katika hizo dini unajichelewesha wewe mwenyewe. Ndugu zangu, Muumba pekee ni lugha. Asanteni ndugu zangu, utukufu ni kwa lugha.